Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyo kwa sasa jijini Nairobi, na kitakachojiri tutakueleza baadaye. Na wakulima katika kijiji cha Ruvutiri eneo la Embu Kaskazini wanaitaka serikali kuingilia kati kutafuta suluhu kwa dharura kufuatia kuzuka kwa ugonjwa usiojulikana unaoshambulia miti ya makadamia. Wakulima hao wanasema wanapata hasara kubwa huku ugonjwa huo ukiendelea kuenea mashambani na kuhatarisha maisha yao. Na sasa wanaitaka serikali kuwatuma wataalamu wa kilimo kubaini chanzo cha ugonjwa huo na ikiwezekana pia vile kupendekeza njia za kuudhibiti. Kwa miaka mingi, kilimo cha makadamia kimekuwa uti wa mgongo kwa maisha ya familia nyingi katika eneo la Kadhangari. Hata hivyo, chanzo hicho muhimu cha mapato sasa kiko hatarini baada ya ugonjwa usiojulikana kuanza kuenea katika mashamba ya makadamia na kuacha wakulima wakikadiria hasara kubwa. Wakulima wanasema ugonjwa huo huanza kwa kubadilika rangi kwa majani na kuwa majano, kisha unyauka na hatimaye mti mzima hukauka. Wakati ule tunateremka huko kwa shamba, tunakuta miti mimoja ya makadamia inaanza manyasi kuwa yero, tukaanza kujiuliza sasa hii miti sasa tutasaidiwa na nani? Tuone kama haiwezi kukauka. Tunapoendelea kupanda na miti inaendelea kukua, unakuta imeanza kukauka kutoka chini. Mwisho unakuta mti umekauka, hata mti mkubwa unakuta umekauka. Kwa hivyo ningeuliza serikali mtusaidie tuelewe shida ya hiyo mchanga ni nini. Wilson Jeru ni miongoni mwa wakulima walioathirika. Anasema tayari amepoteza miti 39 ya makadamia na ameanza kupanda parachichi ili kupunguza hatari ya hasara zaidi. Makadamia zangu zimeanza kukauka. Zimekauka hata kwa hali ambayo singeweza kuvumilia. Nilikuwa napata kilo 3,000 na saa hii mimi ninachuna kilo 1,000. Kwa hivyo inaonekana income yangu inaendelea ikipungua. Naye Purity Marego ameanza kujihusisha na shughuli nyingine za kujipatia mapato, lakini anasema kupoteza miti 8 ya makadamia ilikuwa kizalisha kumepunguza mapato ya familia yake na kufanya iwe vigumu kukidhi mahitaji ya kila siku. Sasa ukikata mkadamia kama iko kubwa, ati iwe sasa ndio firewood. Hiyo kazi hatutaki. Tunataka tukipanda mkadamia ikiwa mkubwa, unajua inakaanga miaka 5, 6 ikianza kutoa mazao. Na hiyo ni miaka mingi. Na kama mkadamia umeiangalia miaka 5, 6, alafu ikifika mwaka wa 7 inakauka. Sasa unaona hata hiyo ni hasara kubwa. Sasa hatutaki kuwa waombi. Unasema kwa miaka kadhaa umejaribu kudhibiti ugonjwa huo bila mafanikio, huku wakidai ukosefu wa maafisa wa kilimo umewaacha bila usaidizi wa kitaalamu. Mashamba huku ni kidogo, watu wengi wametegemea cash crop ambayo mojawapo ni makadamia. Na ikiendelea hivyo hii ididimie, itakuwa shida sana kwa wale watu ambao wanategemea, kwa sababu itakuwa ni kama pia utajiri wao umepungua, na pia hata serikali ya Kenya itakuwa imepunguza income kwa sababu hii inafanywa kwa export. Sasa tutakuwa watu aina gani sasa? Kama mimi nilikuwa nauza makadamia 1,120 na 50, na hiyo wakati hata ikuwa na bei kama siku ya leo iko na bei mingi, iko na bei ya juu. Sasa nauliza kama hiyo makadamia ikiisha tutajisaidia na nini? Mimi nilikuwa na watoto shule. Ili ndipindi sasa nirudi kwa soko ya Embu nikauza mandizi. Sasa wanaiomba serikali kufanya uchunguzi wa haraka kubaini chanzo cha ugonjwa huo na kutoa mbinu madhubuti za kuudhibiti kabla haujasambaa zaidi na kusababisha hasara kubwa kwa wakulima. Usitafutie dawa, tuwe hapa ni mshanga mbaya, hapa ni mbaya. Dennis Fundi, Runinga ya Citizen, Embu.